السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان, baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuko kwenye aya ya 11 katika sura Ad-Duha, kwenye siku 25 wa mwezi wa 9 shahr Ramadhan al-Mubarak kwa takwimi ya Hijria 1446 sawa na 25 hiyo ya mwezi wa 3 2025 miladia. Kwenye neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, na neema ya Mola wako isimulie. Na neema ya Mola wako isimulie kwa kushukuru na kufanya amali njema. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, ndio aya ya 11 katika sura tunayoitafsiri. Sahibu Safwati Tafasir asema, hadithi nnasa bifadlillah, wazungumzie watu fadhila za Mungu, wazungumzie watu fadhila za Mungu. Wa in'amihi alayka, na neema zake alizokuneemesha wewe. Fa inna tahaddutha bin ni'mati shukru laha, hakika kuzungumza neema ndio shukurani akuzishukuru hizo neema. Haya ni maneno ya Muhammad Ali Swabuni katika tafsiri yake inayojulikana kama Safwatu Tafasir. Kuna mwanachuoni wa tafsiri ajulikana kama Al-Alusi. Al-Alusi tafsiri yake ni Ruhul Maani. Sasa sikiliza naye anavyotafsiri, asema, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, kunta yatima, ulikuwa yatima, na mfutumu Mtume Muhammad, ulikuwa yatima. Wa dhalan, na ulikuwa hujui kuongoza, Mungu akakupa namna ya kuongoza kama tulivyotafsiri. Wa ailan, ulikuwa na nifukara, faawaka Allahu, wakakupa makazi. Wa hadaka, na akakuongoza. Wa aghnaka, na akakutajirisha. Fala tansa ni'mat Allahi alayka, usisahau neema za Allah juu yake. Fi hadhihi thalathi, katika mambo matatu haya. Fata'attaf ala al-yatim, muhurumie na mtaratibikie yatima. Wataraham ala saili, mrehemu mwenye kuomba. Faqad dhukta al-yutma, wewe umeonja uyatima. Walfaqra, na ufukara. Wa arshidil ibada ila tariqi rashad, waongoze waja kwenye barabara ya uongofu. kama hadaka rabbuka
kama alivyokuongoza Mola wako mlezi. Haya ni maneno ya Al-Alusi katika tafsiri yake Ruhul Maani, akilitafsiri neno hili la aya ya 11 katika suratu Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, juzu ya 30 ukurasa 164. Ruhul Maani inajulikana kana tafsirul Alusi, tafsiri ya huyu mwanachuoni ambaye anaitwa Al-Alusi. Az-Zujaj asema hi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith balligh ma ursilta bi, fikisha ulichochumwa nacho, kile ulichochumwa nacho kifikishe. Wa hadith bin nubuwati allati ataka, zungumzia unabii ambao Mungu amekupa. Huu nabii Mungu aliokupa uzungumze. Tutapulika vizuri vipi mtu afaa kuzizungumza neema ya Mungu kwa mujibu wa hii aya. Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, mtume asemaje? Man suni'a ilayhi ma'ruf falyajzibi in wajada, mwenye kufanyiwa wema au lipe wema akiupata. Wa in lam yajid, na asipopata la kulipa wema. Fa in lam yajid ma yajzibi au ma yajzibi, akikosa cha kulipa wema, mtu amekufanyia wema, huna wema wa kumlipa ukakosa, falyuthni alayhi, nampe thana. Kumpa thana kama kumsifu, shukran, sifu. Fa innahu idha athna alayhi, hakika akimpa thana, idha madahahu wa dhakara mazayahu, akimpa sifa, mashallah, toaji, na akimpa zile mazaya zake. Mazaya ni yale mambo alompambanua yeye kuwa hivi. Fa innahu idha athna alayhi faqad shakarahu, atakuwa ameshukuru. Wa in katamahu faqad kafara, basi akilificha hilo la wema, basi atakuwa amezikufuru neema. Na sikukufuru neema kutoka katika boma la Kiislamu. Kukufuru neema si ukafiri wa kimila. Ukiambiwa fulani amekufuru neema za Mungu, ni kwa kuwa ameata kuzishukuru neema za Mungu. Mafhumu? Waman tahalla waman tahalla bima lam yu'ta, mwenye kujipamba na ambacho hakupewa. Sikia maneno, mwenye kujipamba na ambacho hakupewa. Kuna jambo hukupewa ukajipamba nalo tu, kana kalabisi thawbay zuri, mtu huyu ni kama aliyovaa nguo mbili za zur. Zur ni uongo, nguo mbili za uongo. Kivipi? Kwa kuwa ajipamba kwa asichokuwa nacho, ajipamba kwa asichopewa. Kama kwenye aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, wa yuriduna an yuhmadu bima lam yafalu, wanataka kusifiwa kwa wasilo lichenda. Hawakuchenda lakini wataka masifu. Angalia jinsi Qur'ani tukufu namna inavyotiba ulimwengu na walimwengu. Utaona kama kwamba hizi aya za shuka sasa kwetu sisi tupendao masifa kwa tusiyoyafanya. Ndio uwazi wa Qur'an. Tayib, Nu'man ibn Bashir naye asema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshikie, anasema, yaqulu alal mimbari, tena anasema akiweko juu ya mimbari.
alisemaje? Man lam yashkuri alqalila lam yashkuri alkathira, asoshukuru kichache hashukuru kingi. Ule ambaye hana shukurani ya kumshukuru Mungu kwa kichache alichompa, bali hata kumshukuru mwanadamu kwa kichache alichokupa, basi huyo hata kipewa kingi hashukuru. Kwa hivyo kuwa mtovu wa shukurani tabia yake, kwa kichache hashukuru na kwa kingi vile vile hashukuru. Wa man lam yashkuri nnasa, na ambaye hana tabia kushukuru watu, lam yashkuri llah, pia hamshukuru nani? Hamshukuru Mwenyezi Mungu. Atahaddathu bi ni'mati llahi shukrun, kuzungumza neema ya Mungu shukurani. Ukawa una neema Mungu amekuneemesha, wazizungumza zile neema alizokuneemesha. Na nitawapa vile namna tulivyoongozwa na vitabu, namna kuzizungumza neema wazizungumza vipi. Atahaddathu bi ni'mati llahi shukran, kuzizungumza neema za Mungu kushukuru. Wa tarkuhu kufrun, na kuacha ni kukufuru. Kuacha kuzizungumza neema za Mungu kukufuru. Si kukufuru kutoka katika mila ya dini wala boma ya Uislamu wala kutoka kwenye Uislamu. Kukufuru kwa maana kuwata kushukuru. Shati mtu awe makini sana kwa nususi za Qur'ani zijapo, usije ukatafsiri mkana mfano sasa sibabul muslimi fusuqun, kunchukana muislamu ni ufasiki, kwa maana ni kutoka kwenye toa. Wa qitaluhu kufru, na kupigana na yeye ama ni ukafiri. Haya, hivi tukilana ngumi hapa tutakuwa sote makafiri? Hapana. Si kufrun bimaana alkhuruj an millati alislam, si ukafiri wa kutoka kwenye mila ya Kiislamu. Na hapa Mwenyezi Mungu isema, ikra qaula Allah ta'ala, la in shakartum la azidannakum, iwapo mutashukuru mtawazidishia neema. Wala in kafartum, na mukikufuru, mukitoka kwenye dini, mukiritadi, mukitoka katika mila ya Uislamu, hapana. Wala in kafartum, na mukiata kushukuru, inna adhabi la shadid, hakika adhabu yangu ni kali. Si kwa kuwa utachiwa motoni kwa kuwa umeambiwa la in kafartum, si maana kukufuru. Wala in kafartum, iwapo mutata kushukuru, inna adhabi la shadid, hakika adhabu yangu ni kali. Hiyo adhabu si jahannam, adhabu kukupoka neema aliyokupa, hiyo pia kuadhibika. Ndio maana hii aya. Tayeb, sasa Nu'man ibn Bashir asema, nilimsikia Mtume akiweko juu ya mimbar asema, man lam yashkuri qalila lam yashkuri al-kathira wa man lam yashkuri an-nasa lam yashkuri Allah. At-tahaddathu bi ni'mati llahi shukrun wa tarkuhu kufrun wal jama'atu rahma. Jamani rehema, umoja, watu wana umoja, kitu kimoja ni rahma. Wal furqatu adhabu, na farakano ni adhabu. Tayeb, Qurtubi akasema wote watokana hili neno la aya 11 katika sura Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Qala al-Qurtubi, unshur ma an'ama Allahu alayka, eneza kile Mungu alichokuneemesha. Eneza nini? Eneza kwa kile alichokuneemesha nacho Mungu, bishukri wa thanai, kwa kushukuru na kumsifu Mungu. Mshukuru Mungu kwa neema alizokupa, msifu Mungu kwa sifa stahiki anazostahiki kusifu, kwa alizojisifu mwenyewe ama kusifiwa na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Watahaddathu bi ni'amillahi, na kuzungumza neema za Mungu. Wal i'tirafu biha, na kuzikubali neema za Mungu.
I'tirafu ni kukubali hizi neema za Mungu ziko kwangu. Shukrun ni kushukuru, maana huwezi kushukuru ukitochambua. Kushukuru mpaka uchambue kile kitakachokufanya ushukuru, ela uwe mwezi wa fadhila. Ukiva mwezi wa fadhila, hata ukachambua neema ulizoneemeshwa, ela la kushukuru ushukuru. Kwa hivyo kutaka kushukuru, kwanza kuzichambua neema zikufanye ushukuru zile neema, zikufanye umshukuru almun'imu, mwenye kuneemesha, ambaye ni Mwenyezi Mungu. Tayib, wa ni'matu rabbika, na neema za Mola wako. Nani? Neema za Mola wako wewe Mtume, maana ameambiwa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, alaysa kadhalik? Neema za Mola wako mlezi zizungumze. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ma hiya ni'matu rabbika, nzipi neema za Mola wako unazostahiki wewe kuzizungumzia? Al-Qur'an. Qur'ani neema kubwa aloneemeshwa Mtume kuteremshiwa Qur'ani, na ni fadhila kubwa, na kutumwa kwake Mtume ni fadhila kubwa. Hata katika aya tukufu za Qur'ani hapa sema Qur'ani ni neema katika neema za Mungu walizoneemesha Mtume. An-nubuwatu, unabii, na an-nubuwatu waja kwa maana ya ufunuo, kwa maana ya wahi. Kuna walotofautisha an-nabiyyu war-rasulu, wakapeleka tempo la an-nabiyyu. Hii imetokamana na an-nubuwa, wa an-nubuwatu hiya al-wahyu, ni wahi. Ndipo wakasema hivi, nubbi'a Muhammadun biiqra. Sisi tulivyosomeshwa katika kutofautishiwa hili la an-nabiyyu war-rasulu, mashekhe wetu Mungu awarehemu na walioko hai Mungu awape hatima njema, kwa kutufikisha hapa tulipofika, walikuwa wakituambia nubbi'a biiqra, na moja kwa moja sema Mtume alipewa wahi wa kuambiwa ikra, kwa kutafsiri an-nubuwatu kwa maana wahi. Wa ursila bil mudaththir, alaysa kadhalik, na akatumilizwa kwa hii mudaththir. Wakatofautisha, fa kullu rasulin nabiyyu wa laysa kullu nabiyyin rasul. Kila mwenye kutumwa ni nabii. Angalia maskini mashekhe, wakatutafutia usahali, kwa maana kila mwenye kutumwa ni nabii, kwa kuwa kila mwenye kutumwa hupewa ufunuo kutoka mbinguni kwa kuteremshwa wahi. Walaysa kullu nabiyyin rasul, na si kila nabii awe ni mwenye kutumwa, kwa sababu huja maana ya kupewa mtu wahi, mfano kwa nyama kwenye ghariza zake, tabia yake mnyama, kupeana taarifa, wahi wao. Majini kupelekeana taarifa, wahi wao. Tungu kupekeana taarifa, uhai wake. Nyuki kupelekeana taarifa, ni uhai wake. Na tofauti ya wahi huu, kila wahi una maana yake kwa mujibu wa vitabu vya tafsiri, lakini kwa maana limekuja temko dhahiri ni wahi. Sasa si kila wahi apewaye afunuliwae kwa jambo kwa ghariza zake huwa ni mtume ametumwa. Mfano kana aya tukufu, wa auha rabbuka ila an-nahli anittakhidhi min aljibali buyutan
wa minashajari wa mimma ya'rishun. Alipeleka wahi Mola wako mlezi kwa nani? Kwa nyuki, kwa kuambiaje? Anittakhidhi min aljibali buyutan, jengeni majumba kutokamana na majabali, wa minashajari wa mimma ya'rishun. Kuna mtume hata mmoja alichumwa kwa nyuki? Alaysa kadhalik? Ikra qawla Allah ta'ala, wa auhaina ila ummi Musa an ardhi'i. Tulimpelekea wahi, si wahi wa ufunuo wa kiutume, lakini ameuita wahi. Wa auhaina ila ummi Musa an ardhi'i, tulimpelekea wahi mamake Musa kuwanyonyeshe Musa. Fa in khifti alayhi fa alqihi fil yam, ukichelea watashikwa na Firauna atindwe, mchose baharini, mchose kwenye mto, mchie sandukuni, ulitupe sanduku kwenye mto. Wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin. Amewahi kutumwa mtume mwanamke kwa wanawake? Hakuna. Tayib, ndivyo jinsi walivyotutofautishia kati ya annabiyu wa ar-rasul. Sasa al-Qur'anu ni neema ya Mungu kwa mtume wake. An-nubuwatu naam ni neema. Ikra qawla Allah ta'ala, kwa mkusanyiko wa mitume yote walozungumza kwa jamaa walisemaje? In nahnu illa basharun mithlukum, hatukuwa sisi isipokuwa wanadamu mfano wenu. Walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi, lakini Mungu huneemesha, humpa neema ntakaye katika waja wake. Lina maana gani tempo hili? Ina maana na hivi tulivyo kwa manabii, huu nabii ni neema ya Mungu alotupa sisi. In nahnu illa basharun mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Kwa hivyo an-nubuwatu ni neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo itakuwa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, la beba maana gani? La beba maana haya, balligh ma ursilta bi, fikisha ulotumwa nacho. Wal khitabu linnabii sallallahu alaihi wasallam, khitabu hii yamwelekea mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal hukmu amun lahu wa li ghairihi, lakini hukmu imeenea kwake mtume hili temko la mlenga, wa li ghairihi, na kwa mwingine wafuasi wote wafikishe ujumbe alotumwa nao mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Lianna hunaka qa'idatun fiqhiyya muqarrara fi ilmi al-usul, lianna al-ibrata bi'umumi al-lafzi la bi khususi as-sabab. Mazingatio siku zote kwa kuenea temko, si kwa kuhusika sababu. Kwa maana aya ikishuka haiangaliwi sababu ya kuteremka aya hii ni fulani, kwa mambo fulani aliyoyafanya ikashuka aya, kwa hivyo kwa imelenga yeye tu kwa sababu haimuhusu mtu mwingine. Mazingatio kwa temko kuenea. Ikiwa imeshuka aya sababu ni mtu fulani, na kila mwenye kufanya mfano alivyofanya fulani, ile aya iliyoteremshiwa yeye ndiyo ambayo itakuhukumu wewe. Huu ndio mpango wa ulumul Qur'an au usulu tafsir. Al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi khususi sabab, mazingatio kwa temko kuenea, si kwa kuhusika sababu. Dhakara al-Qurtubi ma qala Hussein al-Hussein. Qurtubi amesema maneno aliosemwa na Hussein. Hussein alisema, idha asabta khairan, wewe ukipata khairi, au amilta khairan, ama ukatenda khairi, fahaddith bihi thiqatan min ikhwanika,
wazungumzie waaminifu katika ndugu zako. Sikilizeni vizuri hii aya yenyewe jinsi ilivyofanyiwa ufafanuzi na mufasiri. Waambiwa ukipata kheri ama ukitenda kheri, wahadithie waaminifu katika ndugu zako. Ina maana gani? Si yoyote wa kuhadithia kheri yako, si yoyote wamwambia ulifanyalo. Si wanadamu wa karne hii tulionao. Wanadamu tulionao wengi wao mahasidi. Wanadamu tulionao wengi wao hawataki ndugu zao kheri. Nishati kufafanuliwe sawa sawa kutakiwao. Kwa nini? Hii Qur'ani yatutibu sisi. Ikiwa Qur'ani yatutibu sisi, itakuwa sisi ndivyo wagonjwa. Sisi ndio tunaosononeka kwa magonjwa ya uhasidi, qalaq nafsiyan, hiqd, chuki, vijito vya uhasidi, tahfash nyingi, wote ni magonjwa tunao sisi. Sasa ikiwa ni yote tunao magonjwa tunao sisi, si kila kheri yako wamwambia yoyote kwa mujibi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ufafanuzi wake ni mpana kwa mujibu wa maneno ya wafasiri. Si kila jambo lako kama uweteno mwambia yoyote, si vote wapenda kheri yako. Ndipo tukava hivi tulivyo. Hivi tulivyo sisi kwa kuwa hatupendeleani kheri. Hivi tulivyo sisi kwa kuwa hunena sana mambo yetu mazuri, na mambo yako mazuri si mwambie yoyote, mwambie mwenye uaminifu na wewe unayemwamini. Sio kila kitu unasema tu. Wataka kujenga, hujapata kiwanda ncha wote uvuma ujengi. Kuna vanga nakwambia ndugu yangu, kuna vanga vya kihakika. Hujapata kiwanda, wewe hueneza, mimi hii itakuwa ni flat 2, tena mimi taka kwenye flat ya kwanza. Hizo zinaitwa ihtilamu nahari, ndoto za mtana. Uielewe. Kwa nini? Kwa sababu ukaitemka neema yako, ukanena kwa yoyote, si kwa kuchegua wa kumwambia. Kikwetu kwambia tapigwa tomo. Sisi kwetu tunao lugha hiyo. Tukishindanisha majahazi usema kwamba kwa tutaipiga tomo ile, tukaipiga tomo. Mambo tu ya kiitikadi za kibajuni. Unene hujajipanga, tabikwa tomo tu na ufanye lolote. Na wako katika ulimwengu kila wakitaka kufanya hazifanyiki. Kwa nini? Kuna vanga, kuna mahasidi, kuna wasopendelea kheri za watu. Kwa hivyo neema yako chagua wa kumwambia. Nani mwenye thika na mimi, kintemkia atasema mashallah mashallah mashallah, barakallahu fik, mashallah mashallah. Nani mvapi isipokuwa valorehemewa na Mungu. Mkatiti nno wachu kama hapo aje afurahike kwa ulilo nalo. Kwa hivyo wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, hapa venye kutufafanulia wasema idha asabta khairan au amilta khairan fahaddith bihi thiqata min ikhwanika. Ukipata kheri au ukitenda kheri, wazungumzie venye thika, venye uaminifu katika ndugu zako. Ina maana waweza ukakosa hasidi wa mbali, hasidi wako akawa kwa nyumbani kwako. Waweza ukakosa hasidi wa mbali, hasidi yako akawa ndugu wako mulochomoka kwenye chundu moya, barabara moya, na pengine mapacha, lakini ikawa mmoja ni hasidi wako. Ndipo Mwarabu akasema rubba ba'idin anfa'u min qaribin, huenda alombali kabisa akawa na manufaa zaidi kuliko alio karibu. Hii ni fikhi mimi nimechukua, wallahi billahi tallah, ni kweli. Huenda ukafawa na wambali ajnabi, ukambiriwa na wako alio karibu.
Kwenda ukafurahikiwa na wambali kwa neema zako, na pengine akakunyoshia mkono, shika, nunua simiti 2-3 hapo, uchangie upate stara. Rafiki yangu, wallahi nina raha kweli kweli kikusikia sasa nao wapacha pahala pa kujistiri. Ndo kwa vanga akujue tundu wako ya kuwa sasa umepata charumu 2 kujistiri na hali. Subhanallah malikin nas, yaweza kusimama ile nyumba na isiendelee tena. Billahi alaikum, tumetokea huko kwa sababu gani? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, lishike hili. Nani wa kumwambia kheri yangu? Anaambia Mwenyezi Mungu akulinde uifikie, ufane tufane. Nani isipokuwa kwa alorehema na Mwenyezi Mungu. Na tukija katika society yetu, mujtamai wetu wa Uislamu, ndio huu ni ugonjwa sugu kweli kweli. Mahasidi katika Uislamu, vanga katika Uislamu, wachawi katika Uislamu, tahfashi nyingi katika Uislamu, isipokuwa alorehema na Mungu. Kwa hivyo lako mwambie mwenye thika na wewe, usimwambie mtu yoyote. Hasidi yako ni alo wako, nasema with confidence. Tumefahamiana sana. Wa amma bi ni'mati rabbika fahdith, angalia pa kupeleka taarifa yako, simpe tu mtu yoyote. Tupendeleana khairi sisi. Kama tupendeleana khairi sote tungekuwa matajiri. Kama tupendeleana khairi sote tungekuwa tumefana. Mbona mambo ndarandara za kisampuli? Ni kwa kuwa hatupendeleani khairi. Huu ndio ukweli, na mkweli ni mpenzi wa Mungu. Hiyo ni nasi kutoka kwa Biblia, hata si kutoka katika Qur'an. Msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Ni kweli si kweli? Msema kweli ni mpenzi wa Mungu ama si mpenzi wa Mungu? Rarua ukweli, kama aliyoambiwa Mtume Muhammad, fasda bima tu'mar, pasua. Tena kikatumika lugha hiyo, pasua kwa uliloamrishwa, rarua kwa uliloamrishwa. Wa arid anil mushrikin, vapuze vashirikina hawa, vapuze vanga hawa, vapuze venye kutembea kwa teo ndizo ndege zao za kwenda ya Maka. Vapuze watu hawa, vapuze kabisa watu wa mabukta ya usiku na hawendi bahari club kuoga, ni mabukta ya kwenda kuturia na kuparaga madirisha ya watu. Wapuze watu kama hao. Tayib, Amr ibn Maimun asema hivi. Sikia hiyo aya, ufafanuzi wake. Hakuna kuficha kitu ambacho ni maandiko. Jukumu langu si kuandika mimi kufanyaje? Ni kulitafsiri. Tayib, idha laqiya ar-rajulu min ikhwanihi man yathiqu bihi. Sikia maneno, idha laqiya ar-rajulu, akuchanapo mtu, mwanamvuli anapokutana, min ikhwanihi, kukutana na jamaa zake, ndugu zake, man yathiqu bihi, mwenye kumwamini, mwenye kuvanafika na yeye, yakulu lahu, basi aseme. Angalia vitabu, mtu akikutana na ndugu yake anayemwamini, basi aseme kumwambia, laqad razakani Allahu albarihata kadha, Mwenyezi Mungu jana ameniruzuku kadha. Aambiwa mtu gani? Waungwana, mumepata ibara hii kunena Mungu jana ameniruzuku kitu kadhaa. Wamwambia nani? Wamwambia mtu uko juu ya uteo, handa kushuka alfajiri kabla jua halijatoka? Wamwambia nani? Wamwambia ulomwamini katika ndugu zako. Sikilizeni vizuri sana ndugu zangu, mtu akikutana na ndugu zake anayewaamini wanafika, basi mwambie jana alhamdulillah Mwenyezi Mungu aliniruzuku kadha, jana alhamdulillah qara'tu kadha, nilisoma jana kama ni za juzu 6 mashallah, jana alhamdulillah sallaitu kadha.
wa dhakartu Allah kadha, kantaja Mungu mara kadhaa, wa fa'altu kadha, nikafanya kadha. Bas, umesikia maneno haya? Unaimwamini katika ndugu zako. Usomwamini hata kumwambia kuwa jana mimi niliswali sunna nyingi sana, ni hatari. Aweza kukugonga ukatamani kuswali tarawih. Pia itakuwa ni ishu taichia kwenye akili yake. Usiku kucha humwabudu Mungu, huwa usindiwe, upotewe na usindizi we. Basi mimi huwantaka kuchaja Mungu kianda tu, huwa huweva nile kana kuna nazi uswalie tena. Basi hasadi si masala. Hasadi hungia kwa kitu, hasadi hungia mpaka kwa kisomo. Wallahi billah, adigongwa hafidhi mmoja kijiji kimoja, na sikupewa habari na mwenyewe nilikuweko. Basi adikohoa kwenye kibla ikashindikana, akashikwa shati akatolewa, akasukuma mwingine alienda kwenye mazishi rafiki yake, best friend wake, basi akafa ghafla. Sasa na ule mtoto alikuwa mchangamfu, basi hapo baada dafni akatoa salamu, akatoa mawaidha ya kukumbushana, na akawa anazimimina aya kweli zinazoleta mazingatio ya kifo. Jamaa mmoja akamgonga hapo. One alikuwa bubu hapo, hakutemka tena. Watu wakalia kweli, wakawa wanamlilia huyu kijana kuliko yule rafiki yake aliyekufa. Akapelekwa kwa Sheikh mmoja akiitwa Abdul Wahid wa Mamlaka al-Arabia Saudia. Akataka wazazi wake, sema mwacheni nyumbani kwangu hata kama mwezi mzima. Akapambana naye kwa visomo, lakini yule mwana alikuwa amekibeba kitabu cha Mwenyezi Mungu mukhlisan, hana hatia mpaka kufanywa hasidi. Na hasidi siku zote halina sababu. Hasidi ni adui wa neema za Mungu. Kwa nini? Mungu ameneemesha, na wataka neema, mwambie Mungu akuneemeshe. Was'alullaha min fadli, mwombeni Mungu katika fadhila zake. Fadhila za Mungu ni nyingi, singonge mtu kummaliza bure kwa sababu ya hasidi. Abdul Wahid akapambana naye, na ilikuwa shekhe mukhlis. Mara baada ya wiki moja aanza kutemka, akaendelea akatemka, akarudi hali sawa. Wazazi wakashangaa, iko tiba kana kitabu kitakatifu? Hakuna tiba kana kitabu kitakatifu. Kwa hivyo wataka kufukuza vanga, kisome kitabu kitakatifu. Watakavanguke na ndege zao za jua kali teo, wasomee, wataanguka tena. Wakianguka watakuwa chupu. Hebu niambie, katika dunia kuna pilot chupu? Pilot yo? Kuna pilot huendesha ndege akiwa uchi salala, kisha kuna pilot huketi pilot anaketi kwa uamiari na kwa ujagina na kwa kuonyesha kisomo chake, akawa nakuvunjia magea, sio magea gari shekhe, vitu vya kisawasawa, na huku akawa anaongozwa na airport fulani, fanya hivi. Mara tamuona anajikuna kitu kwa uamiari. Yes, unatakiwa ufanye hivyo, neema ya Mungu, jishaue kwa neema ya Mwenyezi Mungu, na unapiga mastori, tena mastori ya Kiingereza, tena si Kiingereza hichi kana unakula fijili au unachofuna fijili, Kiingereza cha kihakika cha kipilot. Leo wachungize kwenye hoteli kutia, hakuna steering, hakuna chochote, tida chupu salala, tupo. Sasa ni hivi, huyu akisema, ukimwona ndugu unaimwamini, mwambie Mungu ameniruzuku kadhaa, nimesoma kadhaa, nimeswali kadhaa, nimendhukuru Mungu kadhaa, nimefanya kadhaa. Fakulna lahu, tukamwambia
inna mithlaka la yaquluna hadha, mfano wako hawasemi haya. Qala yaqulu Allahu ta'ala, kwa nini hawasemi hivyo kwa mtu unayemwamini? Mungu amesema wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Lakini huyo wa kumzungumzia, wa kumtazama ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asemaje? Man u'tiya khaira, yoyote mwenye kupewa khairi, falam yura alayhi, ikawa haionekani ile khairi. Mungu amekupa khairi, na katika jumla ya khairi si ni pesa? Wa innahu lihubbil khairi la shadid. Alkhair huna bimaana almal, na yeye kwa kupenda mali anapupa kweli kweli. Sasa wapenda mali na Mungu amekupa mali, kwa nini isionekane athari ya Mungu ya mali kwako? Waitumia. Mungu mwenye sema mja wangu nimempa pesa na pesa anazitumia. Sikia vizuri sana, neema ya Mungu ulopewa, wafaa ile neema uitumie. Usipoitumia huna haja nao, venye haja wengi, kwa hivyo utapokwa, apewe mwingine. Tayib, asemaje? Man u'tiya khairan, yoyote mwenye kupewa khairi, falam yura alayhi, kama haionekani ile khairi athari yake, summiya baghidullah, huitwa mtukivu wa Mungu. Huu ni mtukivu wa Mungu, amepewa neema na Mungu na hataki kuitumia. Muadiyan li ni'amillah, tena ni mpiga vita neema za Mungu. Ina maana gani? Ina maana neema hutumiwa, bora usizifanyie israfu tu. Neema hushukuriwa ili upate kuzidishiwa, uzidi kufanya matumizi. Maliku ibnu Nadhlatu al-Jushaymi, huyu bwana asema hivi: kuntu inda rasulillahi jalisa, nilikuwa mbele ya mtume siku moja nimekaa. Faraani ratha thiyabi, akanivona mmevaa nguo chafu chafu. Si wako wacho pia kuvaa mijinguo michafu michafu ya kunuka mipepe na kunuka majani, na ukimwambia mbona umefanya hivyo, akwambia zuhudi. Hii zuhudi. Zuhudi gani? Kupa nyongo dunia. Kwa hivyo kupa nyongo dunia nkuva mararuko na mipasuko, sio? Astaghfirullah. Kuna vacha Mungu vakisampuli kwenye dunia hii. Achi nchuve kandu wiki imegeuka imekuwa kana rangi ya ngomba. Ukimwambia mbona ufanya hivyo, sema kwamba kwa hii ni zuhudi, ni ucha Mungu. Ucha Mungu uko kwenye khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ucha Mungu uko kwenye al-islamu nadhifun fatanadhafu fa innahu la yadkhulu jannata illa nadhif. Ucha Mungu uko kwenye tanadhafu bikulli mastata'tum fa inna Allaha bana al-islama ala nadhafati. Huo ndio ucha Mungu. Hakuna ucha Mungu unuko, wala hakuna ucha Mungu, hapana. Ndipo ukaambiwa hata ukifanya ibada hakikisha nguo yako wathiyabaka fatwahir. Huo ndio ucha Mungu. Lakini ukisema ucha Mungu ni miraruko na ucha Mungu ni mnuko, ni kumfanya mtume wa Uislamu huu alikuwa mchafu, na mtume alikuwa nadhifu kabisa. Mpaka katika kufa kwake watu walikwenda kusema wallahi tibta hayyan wa mayitan, umekuwa mzuri ni hai na ni nzuri mpaka sasa umekufa. Sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Dini hiyo hatuitaki. Dini yako enda nao na migomba yako. Toi. Sasa sema kuntu inda rasulillahi jalisan faraani ratha thiyab faqala, mtume akasema alaka malu, wewe una mali? Qultu naam ya Rasulullah, ndio nao mali ewe mtume Mwenyezi Mungu. Min kulli almali, tena kwa kila mali, kila sampuli ya mali nayo. Hoane nao hivyo ni miraruko na amevaa miguo sampuli. Qala, mtume akasema idha ataka Allahu malan, Mungu akikupa mali, faliyura atharu alaika,
na ionekane athari ya Mungu ya mali kwako. Umepewa mali, tena kila aina mali, na hali yako ni hii ilivyo, basi Mungu akikupa mali, athari ya mali aliyokupa Mungu na ionekane kwako. Wavaa nguo mzuri, wala vyakula vizuri, wapanda vipando vizuri, waishi makao mazuri, ndiyo Mungu hufurahi. Ni neema hii ya mali nimempa mja wangu na anaitumia itakiwavyo. Ubakhili utakupeleka wapi? Ubakhili utakupeleka wapi? Utakufa na kilichobaki tutakitumia sisi. Ndio hali ilivyo. Tayeb, qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha jamilun. Hai, usema zuhdi, 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 kuvaa nguo chafu zuhdi. Mungu, inna Allaha jamilun, hakika Mwenyezi Mungu ni mzuri. Yuhibbul jamala, apenda jamala, apenda uzuri, apenda mtu mzuri, apenda anayevaa vizuri, anayependa anayekula vizuri. Mwenyezi Mungu ni nzuri, apenda uzuri kwa namna zozote. Sasa usema Mungu ni mzuri, kisha utupa zuhudi, na zuhudi yako ni uchafu. Kwa umetupeleka wapi ndugu zangu katika imani? Tayeb, kisha wayuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi, na anapenda kuona athari ya neema yake kwa mja wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tayeb, ndipo ikawaje? Kana baadhi salaf, walikuwa baadhi ya salaf. Salaf ni wale wema waliotutangulia, wema wa uhakika waliotutangulia. Hakuna masala mtu salaf lakini akawa ni salafia bandia. Tukisema as-salaf, wema wa uhakika waliotutangulia, walokuwa na tabia njema, walokuwa na muamala mzuri, walokuwa na sifa nzuri, walopenda dini, walotengeneza tabia zao, walopendelea na kheri, hao ndivyo salafia. Kinyume na hapo, jina tu umejibandika. Kinyume na hapo, jina tu umejibandika, halina maana takiwa ya kufaa mtu kuitwa hivyo. Tayib, kana baadhi salaf yakul, baadhi ya salaf walikuwa wakisemaje? Laqad atani Allahu kadha, Mungu hakika amenipa kadha. Walaqad sallaitu albarihata kadha, jana usiku wa jana nimeswali swala kadha. Wa hadha, hili, inma yajuzu, hakika si jambo lingine, hufaa idha kana ala wajhi shukri, kukiwa kwa ndia ya kushukuru, au liyuqtada bi, ama kwa ndia ya kufuatwa. Nimesema hivi ninavyofanya ili na mwingine aniige afanye. Fa amma ala wajhi alfakhri, ama ikiwa kusema tu kwa ndia ya kujifakhiri, jana sikufumba na kwambia kwa swala, kwa kujifakhiri. Waria, na ria, ugonjwa ulioko, kila mtu kitu taka kuonyesha. Fala yajuzu, itakuwa haifai kusimulia hivyo. Wandhur, tazama, kaifa dhakara Allahu fi hadhihi sura. Sasa vipi Mungu kataja katika sura hii thalatha ni'amin, ni'ma tatu, thumma dhakara fi muqabalatiha, kisha akataja katika zile zenye kukabiliana na mambo matatu, thalatha waswaya, nyasi ya tatu. Mambo matatu zikakabiliana na nyasi ya tatu. Sikiliza, faqabala qawlahu, likakabili na kuelekea neno lake aliposema alam yajidka yatiman faawa, likakabiliana fa amma yatima fala taqhar. Sah? Tayyib. Wa qabala qawlahu wa wajadaka dhallan biqawlihi wa amma as-sa'ila fala tanhar, likaelekea na hiyo ala qawli man qala, wa qawli aliyesema innahu sailu anil ilmi, hii wa amma saila
kwa kauli iliyosemwa ni ule mwenye kuuliza elimu, kuuliza suala. Na jana nafikiri tulitafsiri pande zote. Asailu kwa kuuliza mambo ya dini, na asailu kwa kuomba kukidhi mahitajio yake. Zote tulilieleza kwa mujibu wa maneno ya mufassirin. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, ilikabiliana na nini? Ala alqawli alakhar, kwa kauli nyingine. Wa qabala qawlahu wa wajadaka ailan faaghna biqawlihi wa amma as-sa'ila fala tanhar. Ala alqawli aladhhari, kwa neno lililodhihiri zaidi. Wa qabalahu, na likaelekea biqawlihi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ala alqawli akhar, kwa maneno mengine. Imekuja katika kitabu kinachoitwa Fi Dhilali al-Quran. Fi Dhilali al-Quran ni tafsiri ya Sayyid Qutb. Tunatukua mazuri yaliyoko kwenye kitabu hiki, nafikiri nilieleza juzi na jana. Kizuri kwa yoyote, kizuri tutakitukua. Kiovu kwa mtu aloleta na mazuri, maovu tutamwatia mwenyewe, mazuri tutatukua. Sijui kama yaeleweka lugha kama hii. Hebu tuelewe kwa ukaribu kisampuli. Angalia, Mtume asema hivi: mathalul ladhi yuallimu an-nasa al-khaira, mfano wa yule anayefundisha watu mambo ya kheri, mwanachuoni. Wayansa nafsahu, akaisahau nafsi yake. Yeye husomesha, hufundisha, lakini anavyofanya yeye mengine. Kamathali siraji, ni kama mfano wa taa kandili. Yudhi'u linnasi, huwapa watu miangaza. Wayahariku nafsahu, na huichoma yenyewe. Huichoma yenyewe manufaa kwetu, kama mwanielewa. Kuichoma yenyewe ile taa, manufaa kwetu. Dhara lako mwenecho, manufaa kwangu. Dhara lako si manufaa kwangu, lakini manufaa yako kwangu manufaa. Sasa ile taa kandili ikichoma yenyewe, mimi sinufaiki kwa kuchomeka kwake, lakini nanufaika kwa mwangaza wake. Kwa hivyo taatilia mbali kuchomeka kwake, mimi taandama huu mwangaza. Asema sasa Fi Dhilali al-Quran, nimeinasahihi. Hebu sikiliza, nitakutafsiria kisha wewe mwenyewe ujaze mazuri ama ni maovu kwa wewe kutaka kumlenga mtu hatia unotukivu wake, ama ana makosa yake aliyafanya. Hatuwashiki yale makosa, sisi tutashika yale ambayo ni mazuri. Wa amma tahadduthu bi ni'mati llahi, ama kuzungumza neema za Mungu. Wa bi khassatin ni'matul huda, hasa ikiwa neema ya uongofu. Wal iman, na ni neema ya imani. Fahuwa suratun min suwari shukri lilmun'imi, hiyo ni picture katika picture za kumshukuru mwenye kuneemesha. Yukamiluha albirru biibadi, hukamilishwa na wema kwa waja wake. Wa huwa almudhhiru alamali lishukri, na ndilo lenye kudhihirisha vitendo vya mtu kushukuru. Maovu maneno si mazuri maneno hayo. Sasa nimeasalsil katika bahthi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, kwa kuwa maneno mazuri yenye muungano na wanavuoni wengine kwenye kulitafsiri neno hili la 11 katika suratu Ad-Duha. Lazima tuwe na insaf, lazima tuwe na uadilifu. Huyu amefanya makosa, lakini huu wema alifanya huyu mwenye makosa. Sisemi makosa alivyofanya kwa kuwa yeye ni kosa, it's wrong. Sijui kama nielewa hapo jamani. Amefanya makosa, amefanya wema, hatusemi mkosa si wema hati amefanya makosa. Twenda kimbirimifu kweli kweli katika safari ya maisha yetu, na ndio tabu tulionao sisi Waislamu. Jaa fi du'a al-ma'thuri lin-nabii sallallahu alaihi wasallam, imekuja katika dua iliyopokewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema hivi: waja'alna shakirina li ni'matika, tufanye sisi venye kushukuru neema zako.
muthnina biha, hadi ya kuzisifu, qabiliha wa atimmaha alayha. Mafhum? Dua hii maathuran ani nabii sallallahu alaihi wasallam, katika mtu kushukuru neema za Mungu. Kisha sikiliza sasa, kuna mulahadha hapa, na hii yarudi kwenye aya ya nyuma, kwa sababu ndio tumeikamilisha sura. Pana aya Mwenyezi Mungu asema, wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Hata pana aya nitaisoma mbele, ilikuwa suala lililoulizwa na al-akh Faisal. Mafhum? Kisha tulipoenda kwa mengi tukatoka kwenye hili tukaligusa kidogo. Sasa hebu tuangalie hii aya inayosema wa fi amwalihim, na katika mali zao, haqqun, pana haki, lisaili, kwa mwenye kuomba, wal mahrum. Tasikia mahrum ilivyotafsiriwa Imam, kama ulivyosema jana, ilikuwa ni sawa pia, lakini nikakupa ya kwamba yako katika tafsiri walosema hivyo, lakini sisi tulivyotafsiriwa tulipewa njia hii moja peke yake. Kama leo hivi sasa, huyu asailu ameingia pande zote, japokuwa al-adhharu husimama kuwa mwenye kuomba utaka kukidhi haja yake, haliji mwenye kuuliza kutaka majibu ya swali. Lakini tuliona wafasiri walivyozungumza hapa kusema wa amma saila fala tanhar, akatafsiriwa asailu, mwenye kuuliza mambo ya dini, usinkaripie, pia mfanyie utaratibu katika kujibu. Ikaja na tafsiri asailu, mwenye kuomba haja zake, mpe, usinkaripie. Ndio hali ya vitabu, shati zitazama kwa kila upande, na lile ambalo lina nguvu la kuchangulizwa kwenye tafsiri lipitishwe hilo. Na katika mali yao pana haki kwa mwenye kuomba, wal mahrum, mahrum, mwenye kujizuia, siombi na nina shida, ama mwenye kunyimwa kupewa na yeye ana shida. Almahrumu alladhi hurrima almal, shuf, mwenye kunyimwa, aliyonyimwa mali, alozuiliwa. Kwa hivyo tafsiri hii iko tayib. Wa huwa almutaaffifu alladhi, yale uliwashika jana, naye ni mwenye kujihifadhi, alladhi, ambaye la yasalu nnasa shay'an, hawaombi vachu chochote, wala yu'lamu bihajati, wala hajulikani haja yake. Ni wale watu ambao utawafikiria matajiri, lakini wahitaji, kwa sababu wa kujihifadhi, kwa kuondoa ile ila na aibu la ombaomba, ambapo kuomba kwa upande kwa faa na kuomba kwa upande hakufai. Nataka nimalize hizi point zote kwa sababu tumeimaliza sura. Tayib, twende wa fi surati al-Ma'arij. Na katika surati al-Ma'arij, walladhina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Sawa, hii na hii iliyotangulia ni moja. Kisha kuna yahsabuhumul jahilu aghniyaa min at-ta'affufi, ni hawa ni mtu amejihifadhi na kuomba na anao haja hiyo, lakini kwa kule kujizuia, majahili wakawaona matajiri kwa sababu wa kujihifadhi. Na hata katika mujtamai wetu hawakosekani watu kama hao, dhiki wanazo, shida wanazo, hawatajiki, hawasikiki. Sasa ile hawatajiki, hawasikiki, huonekana huamka, hulala, dhuhuru ingia kwake, akala, watoto wake huwasomesha kama kawaida. Sasa huku watu udhani ya kwamba hapana, matajiri wale. Kama si matajiri, watoto tungewaona wakivishwa uniform wapelekwa shule.
chunata matajiri wale, mbona dhuhuri, mbona hatumoni kuingia masaa 6 usiku hiyo kulala tu, hutoka wenda kuswali pale, mara hurudi, mara husikia ndani huoshwa vombo. Ile huoshwa vombo manake ni ashakula. Shekhe wako wacho Mungu amevavisha nguo ya subira kwa kiasi ambacho wana shibe ya ustahimilifu wao na subira yao. Wewe waona tu kwamba kwa tuko normal kabisa na wanandaa, si wale wacho parapara tu. Akipigwa na ndaa siku moja nchawa bakarani nzima huvuma, hakupacha cha kupika leo, amenambia yeye mwenyewe, basi mtoto aibu yake, hukupacha stahimili tu. Tumeelewana? Ndio hii aya inaosema yahsabuhumul jahilu aghniyaa min at-ta'affuf. Tayib, innahum, hakika wao, min tarkil mas'alati, kwa kuwatakuomba, watawakkuli ala Allahi, na kutawakkali kuntegemea Mungu, bihaithu yadhunnuhumul jahilu, kwa namna ambao majahili huwadhania wao aghniyaa, matajiri, na veneve na tawakkuli zao hata habari hawana. Wa qawluhu Faisal, la yasaluna an-nasa ilhafa, ma maana la yulihuna fil masala, hawahimizi na kusongeza kuomba kwa kukariri, nenda urudi kama unaodai. Si wako wacho sampulio. Sasa nakupa siri moja. Amekujilia mtu na dharura kama jana, unacho mpe, huna mpe maneno mazuri aende zake. Usipromise kabisa kwenye ulimwengu huu, baki nalo moyoni. Nenda, Mwenyezi Mungu atukundue, nikipacha wasaa hakutefuta. Hapo huwa ushamfunga ya kwamba kipacha wasaa. Kwa hivyo usiniulize mpaka nitakapo wasaa kupacha wasaa. Tena ikiwa siku ya kiyama, shukuru Mungu, karibu na kiyama kipacha wasaa, baada ya miaka 8, baada ya miaka 10, wasasi wa Mungu aujuae si yeye. Lakini ukimwambia la, nenda nipitie wakati wote, haya nipitie wakati wote, ushaumia rafiki yangu, ushaumia. Takupitia huko, akupitie huko. Mara atafungua kitabu, taka kuzungumza na mke wako, mapinduzi yaja taratibu, na wewe ndio uliwabuni hayo mapinduzi ya kwamba mpitie mapinduzi hayo. Watoa ramani ya kuwatakiwa wewe. Umenambia nikupitie, aweza kumwambia mrembo wako la, amenambia wakati wote nikupitie. Safi, mrembo tanyamaza kimya, ala alikwambia mwenyewe. Tafungua na kitabu cha zungumza. Wanadamu wengi si vema, na wanadamu wengi wapenda kuhunda, na wanadamu wengi wapenda kuharibu. Kwa hivyo mnachoshika, sina, niombe Mungu mpache wakati wowote. Takutefuta ni hata mimi kutefute, sitaki kutefutwa. Ni hata mimi kujie, sitaki kujibiwa. Au vipi? Acha umwambie pitia, pengine ukipitia tu kwa uangalie kama utashusha iche, maana itakuwa kama hukudai. Ndio tabu tulionao, na tabu shekhe katika ulimwengu. Ndugu zangu, safa wallahi, ukampa mtu tu kwa kunsikitikia 200, basi hangeinipa, ala hatia umetaka kwa pacha, sio? Kwa hivyo sasa unikera roho wangu, sio? Ulitaka ukapata, kwa hivyo kila ukitaka ni lazima upache? Hapana, mambo hayaendi kinamna hiyo, na lazima tupelekane kinamna hiyo, ndio tutapeana mafunzo. Bila hivyo tutaumizana, bila hivyo tutateteshana, bila hivyo tutadhaniana mbaya. La yulihuna fil masala, kwa maana wayukallifuna nasa, na kuwakalifisha watu ma la yahtajuna ilayhi, wasiohitajia. Wa anna alwajiba ala almu'min, kwamba wajibu kwa muumini
alla yas'ala illa inda dharura, asiombe isipokuwa wakati wa dharura. Yasikizeni sana masala haya. Mu'min hafai kuomba bila dharura. Wa bihadha yaqulu sallallahu alaihi wasallam, kwa hili Mtume asema la tulhifu fil masala, musive na pupa na kusongeza na kuhimiza kuomba. Al-ilhafu at-tikraru wal-ilhahu, hii ilhafu ni kukariri jambo kama ambavyo wadai. Alaha fi sualihi wa swala, kwa maana ameunganisha kule kuomba kwake. Tabaa tarhahu, alaysa kadhalik, lile analolitaka amevilifuatisha kwa masana, kwa madakika na kwa masiku. Bishiddatin, tena kwa kasi na kwa nguvu. Shaddada wa asarra, akashadidi katika kuomba na akaendelea katika kuomba hadi takio. Yakulu sallallahu alayhi wasallam, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, fanya pupa kwa lenye manufaa na wewe. Kwa maana yoyote takawe na pupa kwa lenye manufaa na yeye, na kuwa na pupa kwa lenye manufaa na wewe, kuwa la pupa la kutafuta kazi. Wasta'in billahi, kisha mtake msaada Mungu. Huwezi kumtaka msaada Mungu huyatafuta sababu. Jemeni, tafuta sababu uziandame kumtake Mungu msaada, tena umwambie iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na Mungu atakiwa kutakiwa msaada, apenda kutakwa msaada, lakini kwa mwenye kuandama sababu. Huwezi kuandama sababu kisha ukataka msaada wa Mungu. Msaada wa Mungu hutakiwa ukawa ni msukumo kwa kutoka kwako. Ihris ala ma yanfa, kuwa na pupa kwa lenye manufaa na wewe. Wasta'in billahi, kisha mtake msaada Mwenyezi Mungu. Wala taajizanna, usilemewe. Ndiyo safari ya maisha, pasua mawimbi. Waarabu husema nitapanda panda mabonde na milima mpaka nikadiriki matamanio yangu. Nitapanda mabonde na majangwa na milima, kupanda na kushuka mpaka mfike kwenye ninalolitamani. Subutu uketi, huvunji ukokoti, hufiki popote. Andama sababu. Wa atainahu min kulli shay'in sababa faatba'a sababa. Walladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Wasuila, kisha Mtume akauliza, ayul kasbi atyab, tumo gani nzuri zaidi, kazi gani ni nzuri zaidi? Qala amalu rajuli biyadihi, kazi ya mtu kwa mkono wake. Hizi kazi ndogo ndogo za mikono hizi zilizoshikwa sana na wasiokuwa sisi zimewatajirisha na kuwainua. Kina sisi hungoja kuinuka kwa kazi iliyoinuka, taipata lini? Tabu iko hapo. Tabu wa kuwa sisi hatuinuki, yale madogo madogo tumeyatupa, kusema madogo madogo hayaleti, lakini madogo madogo ndiyo yaliyowaletea watu makubwa. Na hivi sasa wakubwa watu na wakubwa kwa vitu. Ketini, tuna uswahili wetu hapa, tuketidhie twataka makubwa na hatuvuchi hatukokoti. Tuketidhie huomba tu, mwenye nguvu huomba, dhaifu huomba, mijitu wa kivuli huomba, mijike huomba, vinyanya huomba, vizere huomba. Ijumaa usipoangalia barabara vizuri utapigwa dafarau na kinyanya, uchizie spidi ya kikweli kweli kwenda kituo fulani kwenye kuomba. Aibu juu ya aibu. Kuomba kuko, lakini kwa dharura fulani, si kuomba tu. Wachwana wanaomba ni mijitu na nguvu zao, tena Waislamu shehe. Nipa hiki, nipa hiki, nipa hiki. Kwa nini uende kufanya kazi wewe ukatefuta hilo unachokuomba? Sikiliza vizuri, tunamalizia. Akasema kazi ya mtu kwa mkono wake. Wa kullu bai'in mabrurin, na kila biashara mzuri. Kila biashara mzuri itakuletea mazuri. Biashara mbovu haikuletei mazuri. Hivi sasa watu wana usifanye mchezo bwana. Ukiingia katika mkao wa madawa ya kulevya, utajiri wa mara moja ni kifo cha mara moja. Mirahi
biashara wamalizika mara moja. Bangi hizi zaleta kweli kweli, za kukosesha mara moja. Kazi ni chache kidogo yenye baraka za Mungu za kumfurahisha Mungu kwa kazi ya halali. Kwa kule kusema Mungu hufurahi akimwona mja wake mwaga kijasho kutafuta halali, kwenda huku akirudi huku, usafiri akenda hapa akirudi, hatulii atafuta cha halali. Huyo ndiye mwenye baraka za Mungu. Kuna baraka za Mungu kwa madawa ya kulevya, kuna baraka za Mungu kwa bangi, kuna baraka za Mungu kwa mungokaa, kuna baraka za Mungu kwa miraa, kuna baraka za Mungu kwa kuuza tumbaku, kuna baraka za Mungu kwa kuuza tambu. Hakuna baraka zote. Baraka za Mungu ni halali yako kwa kichache unachokifanya. Utaona jinsi Mungu alivyobariki. Ni lazima tualazimika sisi Waislamu kubadilisha dira. Tusipobadilisha dira, kiyama kitakuja na utajiri ndio hamupati. Watatajirika wenye kutaka kutajirika kwa kufuata sababu ya kuleta utajiri. Hamutaki, mwataka utajiri wa dafarau wa mara moja. Utajiri wa dafarau mara moja mawili, mkupacha na kupatwa, kama kusema salala. Tena kuna na hatari, huja ukapambana na Waislamu na wakakwambia tutarazak. Mimi nimeshtukiana na kigurupu, ustadhi kama lazima sasa na mimi nichike ustadhi wapi tena mapema hivi? Kwamba msikitini. Haya sawa basi, lakini mtoka mapema sana, na nilikuwa naja hapa rao. Haki ya Mungu, mtoka mapema sana ustadhi. Kwamba ndio. Basi na sisi tutarazak. Sikia huni. Sikia basi na sisi tutarazak. Fanye sasa nivasimamishe mbatole hutuba, mtefute makonde ya birashi, na watu wamenisalimia kwa uzuri na vipanga vao. Ustadhi wenda msikitini? Ndio nenda msikitini. Mapema sana? Kwambia ndio. Haya na sisi tutaraza. Kwambia Mungu awape salamu. Sawa ustadhi. Kwambia sawa. Havandamani manima mpaka kuruka barabara, ikawa na mimi pia mmepata ulinzi. Achi mbatole hutuba, mtaraza. Hii mtaraza kwa haramu. Hukunipacha. Tumeelewana? Sasa mtu aweza la haramu pia ikawa kwake kutarazaki kana hiyo lugha ya vijana. Lakini kuna kutarazaki kwa haramu, kutarazaki kwa kutawakali kwa Mungu. Lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasa wa taruhu bitana. Lau mmentegemea Mungu kihakika kuntegemea, angaliwa ruzuku kama anavyoruzuku ndege. Kutoka usubuhi kichumbo kikavu, wakarudi jioni shehena, na hajui mago down kwenda kufanya laini ya kuandikwa kazi. Hutoka tu na Mungu na mimi kwa ghariza zangu. Wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Hakuna kiumbe chochote kinachotembea katika ardhi isipokuwa dhamana ya riziki zake ziko kwa Mungu wake, ni kuandama sababu tu. Safi kabisa. Asema fal insanu la yabqa atila, mwanadamu asibaki kwa kuimbiria, kwa kuitupa, bali yaltamisu ba'd al-asbab, bali atafute baadhi ya sababu, hatta yastaghniya biha, mpaka atosheke nazo, an suali nasi, na kuomba watu. Fa idha stwarra, ikiwa dharura, saala, aombe, hatta yusiba qawaman min aish, mpaka angalau apate chenye kusimamisha maisha. Yani hatta yahsula ma yasudu hajatahu, mpaka apate chenye kuziba haja yake kwa dharura. Fa fi sahihi Muslim, katika sahihi Muslim, ana Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu almas'ala, hayatoacha kuwa kuomba, hakutoata kuwa kuomba. Hii omba Jumaa ndivyo wanavyosema siku hizi, wametoa na sauti hiyo siku hizi. Mtu akikupata kwambia Jumaa, sikuambia ni Alhamisi mimi, Juma. Ati manake nini? Juma, manake Juma siku ya kuomba. Ila kweli, na wengi ni katika Waislamu, japokuwa wengine huingia katika matonyi haya na si Waislamu, kwa nyavu za buibui na nyavu za ninja, na si Waislamu. Juma.
Ramadhan mubarak kama hiyo. Mimi nilisema Ramadhani nuhusi, Ramadhani mubarak. Kwa hivyo nifanya kazi, mfanye kazi, hakuna wasiwasi wote. Tumeharibu mambo, tumeharibu vibaya sana. La tazalu mas'ala, hakutoacha kuwa kuomba bi ahadikum, kwa mmoja wenu, hatta yalqa Allah, mpaka apambane na Mungu. Wa laysa ala wajhihi manza'atu lahmi, na kwenye uso wake hakuna kipande cha nyama. Huu uso hamna nyama yoyote. Kumbe dalili na alama za watu wa Jumaa ni hiyo. Siku ya Kiyama atakuwa huna kinofu kwenye uso wako na Jumaa zako. Qala sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia ya Qubaiswa, ewe Qubaiswa. Ni hadithi ndefu, mimi nimeikata kimaana. Innal mas'alata la tahillu, kuombaomba hakufai, illa li ahadi thalathatin, isipokuwa kwa moja kati ya mambo matatu. Moja kati ya mambo matatu hukufanya wewe uomba. Rajulun tahammala hammalatan, mtu alobeba mzigo wa kupatanisha. Mzigo wa kupatanisha, venye kupatanisha wakati mwingine waweza kwa kulikoni nishativa andamio. Alaysa kadhalik, kuandamiwa ni kitu, na apenda kusilihisha, hana hata nauli, hawezi kupiga mguu hapa mpaka diani ndio kupatanisha. Aweza hapo kuomba, Sheikh, angalia kitu chochote hapo kwa sababu kadhaa. Umeona nidhamu ya kuomba ilivyo? Wa kwanza huo. Namba 2, fahallat lahu almasala, ni halali kwake kuomba, hatta yusibaha, mpaka apache kile anachokuomba. Thumma yumsika, kisha jizuia, siombe tena maadamu ashakamilisha lile linalotakiwa. Namba 1. Namba 2, wa rajulun asabathu jaiha, na mtu alopatikana na maangamivu, maafa, ijtahat malahu, maafa yaloangamiza mali yake. Fahallat lahu almasala, ni halali kwake kuomba, hatta yusiba qawaman min aish, mpaka apache cha kumsimamisha kwenye maisha. Au Mtume kasema sadada min aish, kuziba lile pengo alilolipata kwa lile dhara lilotokea. Wa pili. Wa tatu, afai kuomba wa rajulun, na mtu asabathu faqa, alufikiwa na ufukara wa kihakika, hatta yaqula thalathatu min dhawi alhija, mpaka watatu katika wenye akili waseme, min qaumihi, katika watu wake waseme, laqad asabat fulana faqa, fulani amefukarika kweli, ufukara umempiga kweli. Mtu huu fahallat lahu almasala, ni halali kuomba, hatta yusiba qawaman min aish, mpaka apache cha kusimamisha maisha. Au qal sadadan min aish, fama siwahunna, yasiyokuwa hayo, fama siwahunna, yasiyokuwa hayo, minal mas'alati, katika kuomba. Ya Qubaiswatu, ewe Qubaiswa, suhtan, ni haramu, yaakuluha sahibuha suhta, mwenye kufanya hivyo huwa anakula haramu. Fahaulai thalatha, watatu hawa, faqat, peke yake, humul ladhina tahillu lahumul masala, ndio ambao ni halali kuomba. Moja, tahammulul hammala lisulhi, mwenye kubeba mzigo wa kusuluhisha. Iswabatul jaihati fil mal, mwenye kufikiwa na maangamivu ya mali. Alfaqatu walfaqrul mudqi, ufukara ule wa kupita kiasi, mzito. Fa in kana sailu min haula, mwenye kuomba akiwa katika hawa, sikia maandiko, mwenye kuomba ikiwa katika hawa, fal mas'alatu jaiza, kuomba kwa faa, biduni qaidin binasi alhadith, bila kifungo cha nasi hadithi. Amma ghayru haula, ama wasiokuwa hawa, fala yajuzu lahu sualu nas, hawafai kuomba watu aslan, asili, walau fi ghairi masjidin, hata kama kuomba pasipokuwa msikitini pia hawafai. Fa idha faala dhalika fil masjid, wakifanya la kuomba ndani ya msikiti, kana ithman zaida, itakuwa madhambi zaidi. Wallahu alam, na Mungu ndiye mjuzi. Ama fi baitika shay, sasa hichi ndicho kisa cha kufunga kikao chetu.
Aliulizwa mwenye kuulizwa wakati alipokwenda kumuomba Mtume. Mtume akamwambia, nimekatakata tuje kwenye maana, kwani waomba nyumbani kwako hakuna chochote? Ule bwana akamwambia, bala, kwa nini? Hilsun nalbasu ba'dha, tuna nguo nzito baadhi yake tunaivaa, wa nabsutu ba'dahu, na baadhi yake tutandika, wa ka'bun nashrabu fihi min alma, kuna naqab, ni vile vyombo vya kuchilia maji zinavyoshonwa kwa ngozi zamani, kisha wakichia maji. Tunaona hiko ambao twanywea maji kwa chombo hiko. Mtume akamwambia, hai itini bihima, letee zote hizi. Zikaletwa, yani hadithi ndefu, niletee mimi, nikaenda, zikaletwa, akaletewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipoletewa Mtume akasema, man yashtari hadhain, nguo mbili hizi, nani atakayenunua? Hii nguo nzito ilikuwa yachandikwa na hiki chombo ambacho walikuwa wanywa maji, nani atakayenunua? Mtume akatangaza kwa masahaba. Mwanamume mmoja akasema, mimi nitanunua kwa dirhamu moja. Mtume akasema, man yazidu ala dirhamin, nani atakayezidisha na dirham? Akatangaza mara mbili ama mara tatu. Basi akatoka mwanamume mmoja akasema, ana akhudhuhuma bidirhamin, mimi nitazichukua kwa dirhamu mbili safi. Lete. Akazileta, akazichukua zile nguo. Mtume sallallahu alaihi wasallama akakabidhi zile dirhamu mbili. Tayib, fa'atahum al-ansar, zile dirhamu mbili Mtume akampa huyo answari alokwenda kuomba, akaambiwa alete hivi. Waqala lahu, akasema kumwambia, haya dirhamu mbili hizi, mmoja enda kanunue chakula, fambidhu ila ahlika, upeleke kwa mke wako, na dirhamu nyingine, washtari bil akhar, dirhamu nyingine enda kanunue kuduman, shoka, fatini bihi, kisha hilo shoka niletee. Akaenda dirhamu moja akanunua chakula na nyingine akanunua shoka, akamletea Mtume. Faatahu bihi, Mtume akachukua, fashadda fihi Rasulullahi udan biyadi, akalitia mti. Si lile shoka lazima iwekwe mti wake, Mtume ndiye alitengeneza. Thumma qala, akamwambia, haya shoka tayari, idhhab, nenda, fahtatib, ukakache kuni, wabi, kisha uuze, wala arayannaka, na sitaki kukuona wewe, 15 yawman, kwa siku 15, siku 15 sikuone, nenda kakate kuni udhanye. Fadhahaba ar-rajul, mwanamume akaenda, yahtatib wa yabi'u, akikacha kuni, yahtatibu, akikacha kuni na akiuza. Fajaahu, kisha akaja kwa Mtume baada ya hizo siku, wakad asaba 10 darahim, na amepata dirhamu 10. Bas fashtara bi ba'dha ta'aman, katika dirhamu 10 baadhi yake akanunua chakula, ration yake, wa bi ba'dha thawban, na baadhi yake akanunua nguo zake na za mke wake. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ndio statement ikatoka kwa Mtume, akamwambia, hadha, hivi ulivyofanya, khairul laka, ni bora kwako, min antaji almas'alata, kuliko kuja kuombaomba, nuktatan fi wajhika, kichoro kitone kwenye uso wako, yaumal qiyamati, siku ya kiyama, kwa kitone hiki cha mtu kupeta kuomba. Hivi ulivyofanya ni bora. Dirhamu 2, moja umenunua chakula, nyingine shoka, likakuingizia dirhamu 10. Innal mas'alata, sikia Mtume, hakika kuomba, la tasuluhu, hakusilihi, illa li thalathatin, isipokuwa kwa mambo matatu, watu watatu. Lidhi faqrin mudqi'in, kwa mwenye ufukara sana, na ufukara huenda ukakupeleka kwenye ukafiri. Huyo mwenye ufukara sana hufaa kuomba. Au lidhi gharmin mufdin, ama mwenye deni kubwa, tena ikawa deni tena kufedheheka tu, hufaa kuomba. Au lidhi dami muji, ama kwa mwenye damu ambao ni muji, ya kuntia utungu kweli kweli, hufaa kuomba. Ni hadithun rawahu Abu Daud wa rawa Ibn Majah ila qawlihi yawm al-qiyamah.
Abul Atahiya sasa akasema kwenye shairi zake, asema atadri ayya dhullin fi suali, wajua ni udhila gani katika kuomba? Kuomba madhila jamani. Wa fi badhli al-ujuhi ila rijali, na katika kutoa nyuso kwa wanaume, ukautoa uso wako kwa mwanamume kwa sababu hii kuomba. Idha kana nawalu bibadhli wajhi, ikiwa kupacha kwa kutoa uso wangu, fala kuribtu min dhaka nawali, basi nsikurudishwe kwenye mapacho hayo. Sikia maneno, maadha Allahi min khuluqin danii, najikinga kwa Mungu na tabia mbovu. Yakunu alfadlu fihi alayya la li, fadla huwa ni juu yangu kwa lawama, si zangu kifaida. Wujuhul aishi min sa'atin wa dhiqin, ndia ya maisha kwa ukundufu na kwa dhiki. Wa hasbuka watawassu'a fil halali, na hukutosha wewe kukunduka katika jambo la halali. Mata yumsi wa tusbihu mustarihan, lini utatwewa na kupambazukiwa na raha. Wa anta dahra la tardha bihali, na wewe kwenye zama zote huridhiki na hali uliyokuwa nayo. Tukabidu jam'a shay'in wa ba'da shay, tukabidu jam'a shay'in ba'da shay, wajitia tabu kwa kukusanya kitu baada ya kitu. Watabghi an takuna rakhiya hali, kisha ukawa wataka kuwa na hali nzuri. Wakad yajri qalilul mali majra, huenda uchache wa mali ukapita mapito. Kathiril mali, wa wingi wa mali. Fi saddil khilali, katika kuziba mapengo na kuziba matatizo. Idha kana alqalilu yasuddu faqri, ikiwa kichache ndicho kitakachoziba ufukara wangu. Walam ajidil kathira, nsipate kingi, kile kichache ndicho kitakachoziba ufukara wangu. Walam ajidil kathira, nsipate kingi. Fala ubali, basi mimi sijali, ntaka hicho hicho kichache cha kukidhi haja zangu, ikiwa kingi sikipati. Maana nikipasua kifua nataka kingi na sikipati, ndipo pale kisha utafanya majaribio ya kupiga ramli, fanya majaribio ya kuwanganga, fanya majaribio ya kujepa, mara kutapeli watu, mara kukopa hulipi, mara nini, kwa hukuridhika kwa kichache chenye kuziba haja zako. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, na neema za Mola wako mlezi basi zihadithie, na neema ya Mola wako isimulie. Kusimulia kivipi? Kwa kushukuru na kufanya amali njema. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Ni aya 11. Kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu tumeimaliza sura. Tutaangalia mihadhara inayofuata kesho tukiwa na mgeni inshallah. Nitamwatia nafasi na mimi mpumue kidogo, ikiwezekana pengine nitie maneno mawili matatu. Hata kesho kutwa pia akipenda Mwenyezi Mungu tutakuwa na mgeni, na Ijumaa tutakuwa sote kwa kufunga kikao chema chetu hiki, tukimuomba Mwenyezi Mungu atuwafikie kwa yote tuliyofanya inshallah taala. Fi swali? بس خلاص. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم أرنا الحق حقا ارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المطرودين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب. ربي زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واجعلنا من الشاكرين. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.